anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, lamma kanat hadhihi al-ardu makanu shirk au makana shirk hurrima an ya'mal al-insanu ma yushbihu shirka fiha limushabahati al-mushrikin. Ilipokuwa ardhi hii ni mahali pa shirki, ikaharamishwa kwa mtu kutenda mwanadamu kile ambacho kinafanana na shirki katika mahali hapo kwa sababu ya kufanana na washirikina. Amma binisbati lis-salati fil kanisa, ama kwa nisba ya mtu kuswali kwenye kanisa, na hili lilitokea hapo zamani katika zama za Umar, na bali linaendelea mpaka sasa katika nchi za Europe na Amerika. Misikiti, yani makanisa yanauzwa na Waislamu wanayanunua, wanayafanya kuwa ni misikiti. Yafaa haifai? Jawabu, inafaa, pamoja na kwamba ilijengwa ikawa watu wanafanya ashirki, wanafanya tathlith ndani yake, utatu, wanamkufuru Allah tabaraka wa taala kwa hilo. Na Waislamu wamenunua misikiti ile na wanaswali, yani wamenunua makanisa yale na wanaswali. Ukienda katika nchi za Europe, hasa Uingereza na nchi nyingine, kwa kiasi kikubwa misikiti ya Waislamu asili yake ilikuwa ni makanisa. Ukienda Waislamu wana msikiti wao waswali mpaka barabarani, mpaka nje, au msikiti umejaa mathalan. Ukifika kanisani utakuta watu wanne tu, kanisa kubwa, watu hawajali mambo ya dini. Kwa hiyo wanakwenda mpaka kanisa lafungwa miaka 5, 10, 20, hakuna mtu anaingia. Ni bwana msimamizi tu anakwenda kufagia pale au mlinzi, basi. Ifika wakati sasa wana kwamba kwani tusiliuze, wanauza, Waislamu wanachukua kwa ajili ya ibada. Haya ni mambo, si mambo ya kusikia, yani si mambo ya kubuni, ni mambo yametokea hakikatan na yanaendelea. Ila katika baadhi ya nchi nasikia kwamba wamepiga marufuku kwamba wasiwauzie Waislamu, wakitaka basi warudishe serikalini, serikali vingine itanunua. Sijakuwa na wakati katika ile, lakini suala kununuliwa makanisa kugeuzwa kuwa ni misikiti ni mambo ambayo yapo. Sasa je, itafaa haifai? Nasema fa inna salata tukhalifu salata ahli alkanisa, kwa sababu ile swala ya Waislamu iko tofauti na swala ya watu wa kanisani. Kwa itafaa la yakunu al-insanu mutashabbihan fi hadha al-amal, kwa sababu kule wao ni mukaa wa tasbih, kupiga makofi. Sisi hatupigi makofi, ni qira'atul Qur'an wa dhikrullah, na kumdhukuru Allah tabaraka wa taala. Hakuna makofi wala hakuna minja, hakuna tarumbeta wala hakuna ngoma. Lakini mathalan, je, wao wakiwa ibada yao ni kupiga ngoma na matarumbeta, na sisi tukaingia msikitini tukawa tupiga ngoma na zumari, tutakuwa tumefanana na wao, sio? Sema lakini sasa yetu hii hapa hii nzuri, mambo hapana. Firimbi kwa firimbi, ngoma kwa ngoma, nyimbo kwa nyimbo. Katika Uislamu hakuna firimbi wala ngoma. Katika ibada za Uislamu katika misikiti nasema hakuna firimbi wala ngoma, watu wakaabudu Allah kwa kupiga ngoma na kucheza. Kwa hiyo bikhilafi dhabhi fi makani yudhbahu fihi lighairi llah, kinyume na mahali ambapo kinyume na kuchinja katika mahali ambapo watu huchinja kwa ajili ya siku Allah, kuna tofauti. Ama kuhusu kitendo cha kuswali, swala zao na swala zetu ziko tofauti. Kwa hiyo haiwezi kufanana swala hii na swala ile. Maana kwa Uislamu swala zao ni unyenyekevu, kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Utakujua hilo wewe, angalia swala ya tarawih. Hata kama ni mtu mazoezi, wengine ufanya mazoezi sana, wewe ndio kocha kule, ndio master, sensei,
sio? Ukija kusimama katika tarawih kama ndio mara yako ya kwanza, utajikuna mpaka uko mwenyewe, mara washauku, mara hivi, kwa sababu si kusimama tu, kunataka khushu' vile vile, na ile ladha ilikuwa ndani katika qiraa na dhikrullah. Kinyume cha hivyo inakuwa ni shida kidogo. Au watu wasimame isoma A'raf baina al-maghrib wal-isha, A'raf taweza نسأل الله العافية والسلامة.